Asante. Waheshimiwa, nitangulize na salamu za chama chetu cha wananchi CUF. Haki sawa na furaha kwa wote. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kukutana hapa leo katika presi ambayo tumeamua kama uongozi wa vijana taifa kuelezea, kushirikiana na waandishi wa habari ili kuweza kuchambua yale machache ambayo tuko nayo kama jumuiya ya vijana ya chama cha wananchi CUF taifa, lakini vile vile kueleza kwa namna gani dhamira iliyokuwepo katika uongozi mpya ambao umeteuliwa wa jumuiya ya vijana taifa. Kwa hiyo kwa hapo naomba tena nitangulize salamu za chama. Lengo kuu ama dhamira kuu ya kuitisha press hii ni kutoa wito kwa wananchi na wanachama wa chama cha wananchi CUF, hasa vijana, kwa sababu sisi ni viongozi wa jumuiya ya vijana. Kwa hiyo hasa vijana kuweza kutokea ili kushiriki nafasi mbalimbali za uongozi. Ukilinganisha sasa hivi ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa nchi 2025. Hivyo kama sisi jumuiya ya vijana wa chama cha wananchi CUF ikiwa ni wakilishi wa vijana, tulikuwa tunatoa wito kwa wanachama, wananchi, wapenzi wa chama cha wananchi CUF, hata wale ambao sio wanachama wa chama cha wananchi CUF kuweza kujiunga ili kushiriki, kutia nia katika nafasi za maamuzi, na iwapo chama kitawaridhia kuwa wanatosha katika nafasi hizo, basi waweze kuania nafasi mbalimbali za maamuzi, kwa maana nafasi ya ubunge, uwakilishi Zanzibar, lakini vile vile nafasi za udiwani. Kwa lengo kuu la press hii ni kuhamasisha vijana wenzetu nchi nzima kwanza kujiunga na chama cha wananchi CUF, lakini vile vile sio tu kujiunga. Chama cha wananchi CUF kina mkakati mzuri wa kuwawezesha vijana mbalimbali kuweza kufika hatima ya nafasi ya maamuzi. Hivyo basi tulikuwa tunatoa wito kwa wanachama wananchi CUF, hasa vijana, ukilinganisha na takwimu za nchi kwamba vijana ni over 60% ya watu wote Tanzania. Kwa hiyo sisi ni wengi zaidi. Ni vizuri tukajitokeza kuwania nafasi mbalimbali hizi ili kuweza kutoa yale mambo yetu au kuwakilisha vijana wenzetu, na sisi tupate kuendelea vizuri katika mshikamano huu wa kijamii, lakini wa kiuongozi na mambo mengine ya ujumla. Lakini vile vile tulikuwa tuna suala kubwa ambalo tumeliandaa kama vijana, suala la kongamano. Suala la kongamano ambalo litatarajia kufanyika tarehe 1 mwezi wa 6, ambalo lilipangwa na uongozi wa wilaya ya Temeke, lakini kwenye lengo dhamira yake katika kuendea ile plani yetu ambayo tumeipanga kwa kuhakikisha kamati ya uongozi ya taifa inahakikisha vijana 100% wanashiriki katika nafasi za maamuzi. Nikiwa kama mwanamke, nikiwa kama binti msichana, ni jambo ambalo tunatamani kuona mabinti wengi ambao wanaweza kujitokeza ili tuweze kufikia ile hatima ya 50-50 ambayo tunaitarajia kama nchi, na sisi tuwe na usawa wa kijinsia. Hivyo tumeandaa kufanya ziara mbalimbali ambazo zitahamasisha suala hili la kuweza kuhamasisha ama kutoa wito kwa wananchi kushiriki kwenye nafasi za maamuzi. Lakini kubwa zaidi na hilo kongamano ambalo tunalitarajia kufanyika tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu, ambalo litakuwa ni kongamano kubwa, litahusisha vijana zaidi ya 700 ambao tunatarajia kutoa elimu, kuhimiza, kuhamasisha, kutambua yale mazuri yaliyokuwepo kwenye chama chetu, lakini vile vile nafasi ambazo zipo wazi zinatakiwa waje wapambanie, wasikae tu wakalalamika huko nje kwamba sisi vijana tunatengwa. Lakini kwenye chama hichi cha wananchi CUF nafasi zipo, na chama kinaridhia kufanya kazi na vijana, wanatusupport na wanatuunga mkono. Hivyo nilikuwa naomba vijana wenzangu waweze kushiriki na wajitokeze kwenye kongamano hilo nchi nzima, uwe mwanachama wa chama cha wananchi CUF ama uwe mwanachama mwingine hata kama hauna chama, ili uweze kusikiliza basi zile sera ambazo sisi kama viongozi wa vijana taifa wa chama hichi tumepanga kuwaeleza, lakini tuhakikishe dhamira yetu ya kuweza kufikia vijana wengi zaidi kuweza kushika nafasi za maamuzi
na naamini katika nguvu ya vijana, na naamini katika uwezo wa vijana kubadilisha mawazo, kuboresha mtazamo wa nchi kwa ujumla. Tuna mifano mingi mizuri ya vijana ambao wamekuwa kwenye viongozi na wengine wamefanya mambo mazuri. Hivyo basi kiufupi naomba nimalizie kwenye suala hili la kongamano, lakini vile vile nitoe mshikamano kwa viongozi mbalimbali wa chama, lakini hata viongozi wa nchi. Basi na wao kwenye hii suala la uchaguzi, maana ndio tunaenda nao, tulikuwa tunawaomba waweke mazingira ambayo ni sahihi kwa vijana ambao wataweza kujitolea kwenye chama kuweza kuchukua nafasi hizi mbalimbali za maamuzi, ili basi na wao waweze kushika hatamu. Nilikuwa natoa wito pia kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuweka mazingira salama kwa viongozi hao ambao chipukizi watakuja. Tukiwa kama vijana na sauti ya vijana, tulikuwa tunataka mazingira yawe salama na yenye haki, kama ilivyo kauli mbiu ya chama chetu kwamba ni haki sawa, na sio tu haki sawa na furaha kwa wote. Kwa maana tulikuwa tunaomba sana mazingira ya uchaguzi yawe salama, lakini vile vile tuhakikishiwe kwamba wowote watakao shiriki kwenye uchaguzi huu, ikiwa vijana na wengine makundi yote ambayo tupo katika nchi hii, basi kuwepo na haki na demokrasia, lakini na uwajibikaji kwa wale wote ambao watashindwa kuilinda haki na demokrasia ya nchi hii. Sisi sote ni Watanzania, hakuna mwenye nchi, na tunatarajia mazuri, tunatarajia haki. Hatupendi amani, hatupendi uvunjifu wa amani, lakini tunapenda haki, tunapenda na maendeleo ya kidemokrasia katika nchi hii. Kwa hiyo mimi ni washukuru sana. Haya ndio machache ambayo tulipanga kuongea leo. Nashukuru. Pamoja na vitu ambavyo wamevielezea naibu katibu JUVICAF Taifa, ndugu Amina, ndugu Hadija, naomba nizungumzie, nitolee ufafanuzi taharuki ambayo imesambaa kupitia vyombo vya habari hivi karibuni, ikimuonesha katibu mtendaji wa Jumuiya ya Vijana JUVICAF Taifa, aliyekuwa katibu mtendaji JUVICAF Taifa, ndugu Idi Mkanza. Kwanza kwa masikitiko makubwa tumepokea hili jambo na tumesikitika kwa sababu ni mwanachama, na chama chochote cha siasa mtaji wake ni watu. Kwa mtu mmoja ikitokea ametoka kundini, hivyo mnapaswa kusikitika kwa sababu gani ametoka na kwa nini imetokea hiyo sintofahamu. Sasa niko hapa kwa niaba ya kamati ya uongozi ya Jumuiya ya Vijana Taifa kutoa ufafanuzi juu ya mambo kadha wa kadha ambayo yameainisha kwenye waraka wake kwamba ndio kama sababu iliyomfanya atoke. Issue ya kwanza amesema chama cha wananchi CUF imepoteza misingi yake ya haki za kuwapambania watu. Ndugu zangu, chama cha wananchi CUF hakijawahi kukengeuka hata siku moja kwenye sera zake, na haina sera za kuungaunga kwamba sasa hivi tuende na sera hii, sasa tuende na sera hii. Miaka yote chama cha wananchi CUF sera yetu ni haki sawa na furaha kwa wote. Hivyo basi hiki ambacho amekisema kwamba hiki chama chetu kimeshindwa kupambania haki za watu, sijui yeye anasema haki zipi, lakini sisi ambao tuko ndani ya chama haki zinatolewa, na hata yeye pia alikuwa anapatiwa hizo haki, na ndio maana hata alipatiwa muda wa kwenda kutengeneza jimbo lake na akashindwa. Kwa hiyo hii ni hoja dhaifu kwa upande huo. Lakini la pili, alisema migogoro isiyokwisha imetawala na kuzoofisha chama cha wananchi CUF. Ndugu zangu, chama chetu cha wananchi CUF ni taasisi imara, taasisi ambayo inapokea mawazo ya kila mwanachama, taasisi ambayo inapokea kila wazo la Mtanzania namna gani tunaweza tukalikomboa taifa letu kutoka kwa CCM. Hivyo basi kwenye mawazo kuna mambo mawili, kukubaliana au kutokubaliana, kukubaliana. Sasa ikitokea sintofahamu ya namna hiyo, yeye ameitafsiri kama migogoro. Lakini ukisema chama chetu kinadhoofika kwa sababu ya migogoro, hapana. Tunaona vyama vingi, vyama vyote vya siasa hivi vipo kwenye hii sintofahamu. Si kwamba labda inadhoofika, nope, isipokuwa ni kwa sababu kina wanachama hai na ni chama cha siasa ambacho kinapokea mawazo ambayo watu wakishindwa kufikia muafaka wa hayo mawazo ndio zinatokea hizi sintofahamu. Lakini chama chetu kiko salama na atakaye na aje.
Vivyo hivyo amesema chama cha wananchi kafu hakiendeshwi kitaasisi. Ndugu zangu, chama chetu cha siasa hivi karibuni tumetoka kufanya mkutano mkuu wa chama. Kama hakiendeshwi kitaasisi, wale wagombea walipatikanaje? Kama hakiendeshwi kitaasisi, tuliwezaje kupata viongozi wakuu wa chama? Hivyo basi na yeye pia alipatikanaje kama chama chetu hakiendeshwi kitaasisi? Maana yake lazima kuna vikao vifanyike ili yeye aweze kupatikana. Kama hakiendeshwi kitaasisi, yeye alipatikanaje? Hivyo basi tunamtaka mara moja aache kusambaza taarifa za uongo, na yeye ni mzushi. Kama ameamua kwenda kulia njaa, aende akalie kwa mada nyingine, sio hizi ambazo za kutapakaza taarifa za uongo za chama chetu. Tunamtaka aache mara moja. Lakini vivyo hivyo kuna taarifa anazozieneza kwamba chama cha wananchi kafu eti kipo kwenye mfuko wa Profesa Lipumba. Ndugu zangu, chama hiki ni kikubwa mno kuliko hata Profesa Lipumba mwenyewe. Na ana mfuko gani wa kikiweka hiki chama? Yaani hapa sisi tuliokaa wote tuna uwezo wa kuweka kwenye mfuko wa mtu mmoja. Yeye mbona alifanya mambo ya ajabu sana kwenye taasisi na bado akaendelea kulelewa na huyo ambaye anasema chama ameweka kwenye mfuko. Kwa hiyo tunamtaka mara moja kwanza muombe msamaha Profesa Ibrahim Haruna Lipumba kwa sababu amempa kila kitu ambacho alikuwa anakihitaji na akashindwa kufanya kazi. Chama chetu cha wananchi kafu kilimpa kila aina ya mamlaka ambayo alikuwa anahitaji kwenye jumuiya na akashindwa kufanikisha. Hii leo tunazungumza hatujafanya uchaguzi wa jumuiya ya vijana. Yote ni kwa sababu yake, na alipewa kila kitu ambacho kilitufanya leo hii tungekuwa tuna viongozi wa jumuiya ya vijana. Kwa maana hiyo, mimi naueleza umma wa Tanzania kupitia vyombo vya habari kwamba sababu kubwa iliyomfanya huyu bwana kuondoka si hizi ambazo ameziainisha. Ameshindwa kufanya kazi ya siasa haswa kwa chama chetu cha wananchi CUF. Tunamtakia kila laheri, lakini aombe radhi kwa Profesa Ibrahim Haruna Lipumba kabla na sisi hatujatoa mabaya ambayo alitufanyia. Tumeachana naye kwa heri kwa mujibu kama kwa kawaida ya katiba inavyotueleza, lakini asitupande kichwani. Akae kimya, aombe msamaha kwa Profesa Ibrahim Haruna Lipumba kabla hatujafikishana pabaya. Tunaomba sana waandishi wa habari hizi taarifa zimfikie popote alipo kwamba amuombe radhi Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Ni mwenyekiti wa chama taifa, hapaswi kuingiwa ovyo kwa sababu ya njaa zake. Tunaomba sana hili.